Hujambo na karibu Matukio Daima Habari, na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Rais Daktari Samia asema hajawahi kusaini mtu kunyongwa. Yangu mimi hatari yake ni kusaini mtu kunyongwa na sijawahi kufanya. Baada ya nyinyi kupeleleza na kupeleka kesi na kuisimamia, hakimu akaamua akihukumiwa kunyongwa, rais saini ya nyongo, sijawahi. Mikopo ya Samia yafungua ukurasa mpya wa maisha ya vijana Mbarali. 32,550. Lakini mkopo huu una tofauti sana na mikopo ambayo unaweza kuipata mahali pengine. Sasa mkopo huu kwanza, kama walivyoeleza wenyewe, umetoka kwa haraka, ndani ya mwezi mmoja mkopo wao umeupata. Lakini pili, mkopo wao hauna dhamana yoyote, milioni 349. Na katika michezo, mchezaji Clement Mzizi asema ana deni kubwa kwa Wanairinga. Habari za jioni, mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima Habari tutakao kuja jioni ya leo. Jina langu ni Beldina Majinge, nitakuwa na mwenzangu mimi ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Na tukianzia jijini Arusha, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema licha ya kuwa na mamlaka ya kusaini utekelezaji wa hukumu ya kunyongwa kwa mujibu wa sheria, hajawahi kutumia mamlaka hayo tangu aingie madarakani. Kifungu cha 325 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 kinampa rais wa nchi mamlaka ya kuruhusu utekelezaji wa adhabu ya kifo. Rais Samia amesema hayo leo wakati akifungua mkutano mkuu wa chama cha mawakili wa serikali pamoja na wakuu wa sheria jijini Arusha, ambapo amesisitiza kuwa kalamu za mawakili na maafisa wa sheria zina nguvu kubwa na zinaweza kuwa na athari endapo zitatumika vibaya. Katika wageni waalikwa, nimeambiwa ndugu yangu Mwabukusi yupo akiwakilisha TLS. Asante sana. Viongozi wa dini, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Nawashukuru sana ndugu zangu. Awali ya yote, nami niungane na wengine kumshukuru Mungu tujalia siku ya leo kukutana hapa katika ufunguzi wa mkutano huu wa mawakili wa serikali pamoja na maafisa wa sheria. Aidha, ni kushukuru mwanasheria mkuu wa serikali ndugu Hamza Said Johari kwa kunipa heshima ya kufungua mkutano huu muhimu. Vile vile niwapongeze wote waliohusika katika maandalizi ya mkutano huu ambao kwa kweli umefana sana. Hongereni sana. Ndugu viongozi, washiriki na wananchi wenzangu, kama ilivyosemwa hapa, hii ni mara yangu ya pili kukutana nanyi maafisa wa sheria na mawakili wa serikali katika shughuli zinazohusiana na chama cha mawakili wa serikali Tanzania. Kwa mara ya kwanza ilikuwa mwezi Septemba 22 ambapo nilizindua chama hiki kule Dodoma, na nataka niwapongeze. Nilipowazindua mlikuwa kama 2,200 na kitu kidogo, lakini leo mnakaribia 5,000. Nawapongeza sana. Nawapongeza sana. Nilipopata mwaliko wa mwanasheria mkuu wa serikali kuja kufungua mkutano huu, siku 6 kukubali mwaliko huo kwa kutambua uzito na umuhimu wa kazi zinazofanywa na mawakili na maafisa wa sheria wa serikali katika kuimarisha mfumo wa utoaji haki nchini. Tulipokutana mara ya kwanza Dodoma mwaka 2022, niliwaambia kuwa ninyi mawakili na maafisa wa serikali ni walinzi wa rasilimali za taifa kwa kutumia kalamu na sheria, na ndio maana mmepata jina leo, mnajiita maaskari wa kalamu. Na mimi nataka nilisisitize hilo kwamba kalamu ya mwanasheria wa serikali, mwanasheria yoyote actually, ikitumika vizuri inaweza kuzuia hasara kabla haijatokea. Inaweza kulinda mkataba kabla haujawa mzigo kwa serikali, na inaweza kuiongoza serikali
fanya maamuzi bora na yenye maslahi kwa taifa. Kwa hiyo kalamu zenu, mimi yangu ina hatari, lakini zenu ina hatari kubwa zaidi. Kalamu yangu mimi hatari yake ni kusaini mtu kunyongwa, na sijawahi kufanya. Baada ya nyinyi kupeleleza na kupeleka kesi na kuisimamia, hakimu akaamua, akihukumiwa kunyongwa, rais saini ya nyongo, sijawahi kufanya. Lakini kalamu zenu nyinyi zina hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba nyinyi ni watu wa aina gani, mna dhima na majukumu gani kwa serikali, lakini kwa nchi yenu. Kwa hiyo mawakili wa serikali, ongereni sana kwa mzigo huo mkubwa ambao mlichagua wenyewe kusoma, lakini Mungu aliwapanga muwe hivyo. Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka jijini Arusha. Na tukielekea mkoani Iringa, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima ametimiza ndoto ya Lukia Makweta, mfanyabiashara mwenye ulemavu wa miguu na kutokusikia mkoani Iringa, kwa kumtembelea katika eneo lake la biashara, kumsikiliza na kumtia moyo baada ya video yake kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, akieleza kutamani kukutana na waziri huyo ili kumpongeza kwa kazi anayoifanya ya kutetea na kutumikia wananchi. Bi Rukia alipata nafasi ya kuelezea shughuli zake za kila siku pamoja na changamoto anazokumbana nazo katika biashara na maisha yake. Daktari Gwajima alimpongeza kwa juhudi zake za kujitegemea kiuchumi na kumhakikishia kuwa serikali itaendelea kuboresha mazingira yanayowawezesha watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo na kuzifikia fursa mbalimbali za kiuchumi. Na kweli hicho ulichochaguliwa nacho tendea kazi. Nashukuru sana kwa kweli. Yaani nashukuru, sisi tunafurahi sana. Eneo letu hili ni la kwa serikali, halmashauri imetutengea eneo la watu wenye ulemavu kwa ajili ya kujishughulisha. Hapa nina wenzangu viziwi, kwa mfano huyu ni kiziwi, huyu naye ni kiziwi, ana ofisi yake pale, na wengine na walemavu na hapa kufika hapa, yani kama unapenda kupata utamaduni hiyo, unapenda kujifunza, unapenda kujua wanafanya nini. Unajua umejifunzia wapi? Ujanja tu. Namnaelewa. Yani sana. Sana. Yes. Huyu anasema anaomba mimi ninavyoongea niwe na kalimani, yeye kusikia hamna. Vinafanana na nyanya lakini sio nyanya. Ni tamu. Oh. Nyanya yako na ladha nzuri. Yana ladha chachu kidogo. Sukari kidogo. Kuna chumvi kwa mbali. Hapa na kawaii hiyo haijaiva. Haijaiva? Hiyo ndio ikaive. Inatakiwa iwe ya njano ndani. Haya, hii hapa. Iwe njano. Nioneni. Unafungua tu unakula. Sasa naona chungwa si chungwa. Na unajua Afrika tuna mambo mengi sana. hapo kanaondoaje ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu kama majani au matunda. Tunatakiwa tule tuimarishe afya zetu kulingana na jinsi tulivyokuwa sisi na ubora wetu. Kwa hivyo elimu hatupati, hata yaoni ili kwanza nifikiri haya mamia zimekauka. Ni matunda. Unaweza kutengeneza juisi, unaweza ukatafuna tu. Ndio hivyo yani, lakini ukapata dalili, ukapata afya mwilini, itakusaidia na hichi sio bei gani hichi? Hii fuja sana. Mimi nimegapi? 10,000 mimi niende napo kwetu. Sawa. Hii 10,000 hapa. Yaani Mungu wetu na mimi naomba mkono, naomba 5,000. Umeona? Mimi ni mnufaika namba moja. Umenufaika wewe? Lakini bahati mbaya au nzuri, sisi ni wale wa kwanza kabisa mikopo inaanza. Ndio. Kabla elimu haijatolewa vizuri ya watu kuelewa, kwa hiyo tulikuwa tunakuwa kwenye vikundi. Kwa hiyo mikopo tulikuwa tunachukua kwenye vikundi, alafu tunagawana kulingana kila mtu na mradi wake. Sasa kipindi kile wanaosema jikusanye vikundi na nini na nini. Kwa hiyo ili muwe kikundi mnajua kabisa hiyo kule kwa sehemu yake. Na wengine ambao wakulipa kabisa wakambana na hali yao. Aisha kama maelekezo kutoka eneo kwanza alikuwa ameshaanza kurejesha na kuanza date. Very good. Bila kwenye mfumo jina lako kiingiza bado linasoma hivyo. Kwenye madeni. Fanyeni sasa jinsi ya kutengeneza hoja za wale ambao mmewafuatilia waliokuwa wana vikundi lakini wakaanguka na wenzao.
wasibebe huo mzigo, kwa sababu tunajikwaza sisi wenyewe, waende kwenye kufutwa na kwenda wakabwe wale ambao kurejesha katika, kwa sababu huyu ukimpa mfano anaweza ukampimia portion ya kule akaendelea na hapo. Yaani kwenye kikundi kuna watu wengi, ile model kuifanya. Wengine hao ndio matapeli, wengine wako tayari kuendelea. Hata kwa nini wakwazwe? Uliangalie kama halmashauri, si ndio? Black na wenyewe nao wapo, wanaweza wakamconnect kwa mtu ambaye hana mawaa na anaonekana kuendelea mbele, si ndio? Haya niwekeni za kwangu 10,000 nikatengeneza juice. Nini asaga anakuja juu. Sana. Unaweka parachichi hata moja mbili. Umeona Shiriki parachichi. Sana. Leo kabisa mambo yanakuwa bamba. Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Na vijana waliokuwa wakifanya vibarua katika mashamba ya mpunga wilayani Mbalali mkoani Mbeya wanatarajia kulima zaidi ya ekari 200 za mpunga baada ya kunufaika na mkopo wa serikali kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana. Miongoni mwa wanufaika ni kikundi cha Ukwavila kilichoanzishwa mwaka 2025 na vijana waliokuwa wakifanya vibarua mashambani, ambako sasa wanatarajia kuzalisha magunia zaidi ya 6,000 za mpunga na kufungua ajira kati ya 150 na 300 ifikapo mwaka 2030. Hayo yameelezwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Joel Nanauka wakati wa hafla ya utoaji wa mikopo Mbarali, na kusema kuwa serikali imetoa zaidi ya shilingi milioni 349 kwa vikundi vya vijana vinavyojishughulisha na kilimo wilayani humo ili kuongeza uzalishaji na ajira kwa vijana. Ndugu wananchi mliokusanyika hapa, hiki tunachokifanya leo ni maono ya Mheshimiwa Rais mwenyewe. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameendeleza maono yake kwa taifa hili, kuwawezesha vijana kiuchumi na kuwafanya wawe wazalishaji na wamiliki wa mnyororo wa uchumi katika taifa letu. Changamoto ya upatikanaji wa mitaji imekuwa ni kikwazo kikubwa sana kwa vijana wengi wa nchi hii. Ndio maana Mheshimiwa Rais akaamua kutenga bilioni 200 kwa ajili ya kutekeleza azma hii, kuhakikisha kwamba vijana wanapata mitaji kwa wakati sahihi. Leo serikali inaendeleza programu hii ya utoaji wa mikopo katika mkoa wa Mbeya, na katika mkoa huu tumeanza na wilaya ya Mbarali. Kama nilivyosema, tumewakabidhi mkopo wenye thamani ya shilingi milioni 349,632,550. Lakini mkopo huu una tofauti sana na mikopo ambayo unaweza ukaipata mahali pengine. Sasa mkopo huu kwanza, kama walivyoeleza wenyewe, umetoka kwa haraka, ndani ya mwezi mmoja mkopo wao umeupata. Lakini pili, mkopo wao hauna dhamana yoyote. Milioni 349 wamepewa bila dhamana yoyote. Lakini mikopo hii haina riba, na ndio mwelekezo wa Mheshimiwa Rais, ili tuwarahisishie ulipaji wao, sio mikopo ya kausha damu. Lakini kingine ambacho ni cha tofauti kwenye mkopo huu ambacho lazima ukielewe, mkopo huu tunatoa kitu kinaitwa wakati wa kujitazamia, kwamba tunakupa mkopo lakini hatutakudai pale pale. Lakini hawa ambao wanalima, wanafanya kilimo, wanaofanya ufugaji wa samaki, hatutawadai hata senti 5 mpaka wamalize kulima, wavune. Wakishavuna, wakiuza, ndio wanakuja kutulipa. Hawa vijana tuliwachukua katika nchi hii, tulichukua vikundi 8 tukavipeleka maonyesho ya Sabasaba. Tuliwapeleka pale kuwatafutia masoko ili watakapovuna hizo gunia za mwaka huu wasihangaike kupata masoko. Tunataka wakivuna tayari wawe na wateja walio tayari, wapate pesa yao, baadaye waweze kuendeleza biashara zao. Lakini sambamba na hilo, tunataka pia biashara hii isiishie tu au kuvuna na kuuza. Tunataka wachakate bidhaa zao. Mheshimiwa Rais ameelekeza moja ya kitu cha muhimu sana nataka kukifanya ni kuongeza thamani katika mazao yetu. Na nilipokuwa naongea nao, kuna vitu waliniambia pale, wakasema baadaye wanataka waanzishi wawe na duka la pembejeo, na hiyo ni ndoto inayowezekana kabisa. Lakini pia waweze kuchakata mchele wao, na mimi nataka niuone huo mchele ukifika kule Dar es Salaam, ukinunuliwa katika maeneo mbalimbali, ukiwa supermarket, ili na sisi tujivunie kwamba vijana wa Ukwavila wameonyesha Watanzania namna ya kutumia mkopo huu. Sisi kama serikali tutaendelea kuweka mazingira mazuri, tutaendelea kupitia sera, tutaendelea kupitia sheria, ili kitu chochote ambacho kinakuwa ni kikwazo kwa vijana kiondolewe, ili vijana wafanye kazi zao katika namna ambayo ni rahisi zaidi. Mheshimiwa Waziri, kikundi hiki cha vijana wa Ukwavila Youth Group kimeanza mwaka jana, mwaka 2025 mwezi wa kwanza, na niseme tumeonana shambani kwenye majaruba ya mpunga. Ndugu zangu, nitumie nafasi hii kushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
inayoongozwa na mama yetu kipenzi, Mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia ana upendo, anajali vijana, ana maono mapana sana juu yetu sisi vijana. Sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Mbalali. Na manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro imekabidhiwa magari mawili ya uokozi, yaani zimamoto, kutoka kwa marafiki wa mji wa Marburg nchini Ujerumani, ikiwa ni kuimarisha huduma ya maokozi. Akikabidhi magari hayo, katibu tawala mkoa wa Kilimanjaro Kiseo Nzoa amesema kuwa serikali inathamini msaada huo wa jeshi la zimamoto linaendelea kuimarika kwa kuwa na vifaa toshelevu kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Nimekuja hapa kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Nurdin Babu, ambaye kimsingi ndio alipaswa kuwepo hapa kama mgeni rasmi kwenye hafla hii, lakini kwa sababu ya jambo ambalo limemtokea la dharura, akanielekeza kwamba jambo hili tusiliahirishe, liendelee, lakini anatambua umuhimu na uzito mkubwa wa jambo hili. Kwa hiyo kwa niaba ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, la kwanza kabisa tungependa kutoa shukrani za dhati kabisa kwa ndugu zetu wa Marburg kwa msaada huu mkubwa sana ambao wametupatia sisi wana Kilimanjaro. Tunawashukuru sana kwa msaada huu, na kwa kweli tunathamini. Ni msaada ambao una faida na maslahi makubwa sana kwa sio tu kwa manispaa yetu ya Moshi, lakini pia kwa mkoa wetu wa Kilimanjaro kwa ujumla wake. Tafsiri ya msaada huu ni kwamba jeshi letu la zimamoto sasa linaendelea kuimarika, linaendelea kuwa na vifaa toshelevu kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wetu kwenye swala hili la zimamoto na uokoaji. Kwa hiyo tunawashukuru sana wenzetu hawa kwa msaada huu mkubwa, lakini pia tunawashukuru kwa namna ambavyo wameendelea kuwa karibu na manispaa yetu, kuwa karibu na watendaji wetu wa jeshi la uokoaji na zimamoto kwa kutoa mafunzo. Mafunzo haya yanazidi kuwafanya vijana wetu waendelee kuimarika katika kutekeleza majukumu yao ya kazi. Kwa hiyo tunawashukuruni, lakini pia nipende pia kwa niaba ya serikali yetu ya mkoa kutoa shukrani za pekee kabisa kwa uongozi wa manispaa hii inayoongozwa na mkurugenzi wa manispaa pamoja na mstahiki meya pamoja na waheshimiwa madiwani kwa ujumla wake, kwa namna ambavyo wamekuwa wakiendeleza mahusiano haya na wenzetu wa Marburg. Mahusiano haya mazuri ndio yanapelekea sasa wenzetu hawa kuona umuhimu wa kuendelea kutusaidia. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava amesema kuwa mbali na magari hayo pia wameendelea kusaidia masuala ya teknolojia na mafunzo mbalimbali kwa ajili ya wenzetu wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Marafiki zetu hawa wa kutoka Marburg ambao tumekuwa na mahusiano nao kwa muda mrefu, mahusiano ya kirafiki lakini ambayo yana faida kubwa sana. Na kama ilivyoelezwa, wameendelea kutusaidia moja kwenye mafunzo, kuwajengea uwezo watumishi, lakini pia kuwajengea uwezo wenzetu wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Lakini jambo la pili ni kwenye masuala ya teknolojia, wameendelea pia kutusaidia. Lakini hakuishia hapo, sasa wametupatia vifaa. Hizi fire trucks zinatusaidia sana katika kuokoa maisha pamoja na mali pale zinapotokea dharura kwa ajili ya maokozi, lakini pia tunapopata changamoto ya moto, vifaa hivi vitatusaidia sana. Na mtazamaji, na taarifa hiyo kutoka Kilimanjaro inatupa nafasi ya kuelekea viwanjani ambapo mchezaji wa Yanga na timu ya taifa ya Tanzania Clement Mzize amewashukuru wana Iringa kwa kujitokeza kwa wingi kwenye tamasha la Washike Mkono lililofanyika katika uwanja wa Samora siku ya tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026, ambalo lilikuwa na lengo la kukusanya fedha za kusaidia makundi ya watu wenye uhitaji maalum pamoja na kuhamasisha mshikamano kupitia michezo na burudani. Tupate taarifa zaidi. Washike Mkono season 1 imetamatika uwanja wa CCM Samora hapa Iringa. Clement Mzize, wewe ndiye ambaye umesimamia zoezi zima. Mwitikio hawa wana Iringa na Tanzania umekupa picha gani leo hapa?
Kiukweli kwanza na furaha sana ndugu yangu, yaani na furaha kitu ambacho nilikitarajia na matokeo ambayo nimeyapata kiukweli ni matokeo mazuri. Watu wamejitokeza kwa wingi, wameitikia wito na mimi kama ndugu yao wameonyesha nia nzuri ya kuja kunisupport na nawashukuru sana Wanairinga. Kiukweli niliwaambia hii ni ya kwao na kweli wameifanya ya kwao. Kwa hiyo nawashukuru na nawaambia wawe na moyo huo hata siku nyingine tukianzisha tamasha kama hili basi waweze kujitokeza. Naamini huu ni mwanzo na mengine mazuri yanakuja. Wachezaji nyota kutoka maeneo mbalimbali wako hapa, wasemaji kama Alikamu yuko hapa, kwa ujio wao hapo wewe unaweza kuambia nini ambao ni rafiki zako hao? Kiukweli nawashukuru kwa sababu wamenisupport kwa asilimia kubwa sana. Unajua kumpata kama kipindi hiki cha likizo watu wengi wana mambo yao, lakini wameacha mambo yao, wameamua kuja kunisupport. Kwa hiyo nawashukuru sana na mshukuru msemaji hapa amenionyesha ushirikiano mkubwa sana, na mshukuru na aendelee na moyo huo. Yes, nashukuru. Yani kiukweli nikisema ni washukuru watu nitashukuru watu wengi kwa sababu ni watu wengi wameweza kunisaidia mpaka hapa tulipofika, na nashukuru watu wamelisikia na wamejitokeza na wameweza kutusupport. Uwanja ulikuwa mdogo huu, walitokea watu wengi sana hapa. Unajua watu wengi namna inakupa deni gani kuelekea season 2 wa mwakani? Kiukweli na deni kubwa kwa sababu kama huu ni mwanzo na watu wametikia hivyo, basi naamini mwanzo umekuwa mzuri na naamini na muendelezo pia utakuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo tuombe tu hata nyinyi waandishi wa habari muweze kutusupport kama hivyo, kwa sababu nyinyi mkiposti majambo yetu naamini mnatupeleka mbali sana. Kwa hiyo tuwashukuru sana pia na nyinyi muendelee kuwa na moyo huo. Naona wengine wanatetemeka hapa kwa ajili ya baridi kwa sababu wamezoea Dar es Salaam joto, lakini mmeweza kufika ili kutusupport, kutushika mkono kwenye jambo letu. Kwa hiyo pia kwenu pia niwape big up sana. Baadhi ya Wanairinga walikuwa wanauliza mbona tumuone Mzize uwanjani, mbona Mzize uwanjani? Wewe uko kwenye majeraha. Kwa mpaka sasa upo kwenye hali gani? Kiukweli mimi naendelea vizuri lakini tamasha kama hili nitamani na mimi niwepo nicheze, lakini kama unavyojua niko kwenye uangalizi wa madokta. Kwa hiyo madokta wakasema una uwezo tu wa kushiriki, lakini kwa sasa hivi usishiriki kucheza, utakuwepo tu pale, lakini wao ndio wamenifanya nisicheze na wameniambia vitu ambavyo vinanifanya nisicheze kwa sababu wanahitaji niwe imara zaidi kuliko naweza nikarudi nikacheza na nikatonesha jeraha ambalo nimetibiwa. Kwa hiyo nimewasikiliza na nasema nawashukuru kwa sababu laiti wasingeniambia maneno inawezekana mimi ningejiona nimepona na ningeingia uwanjani. Kwa hiyo nawaheshimu na nawaambia asante kwa mawazo yao kwa sababu wananisupport pakubwa sana. Asante sana. Ali Mzize na leo na ni kama vile Wanairinga wanahitaji timu hata moja pale ligi kuu ili wao wanaweza kuenjoy NBC Premier League. Unalipi la kuambia uongozi wa Iringa kutokana na umati ambao umetokea hili? Naamini mkoa wa Iringa umeona watu wana kiu kiasi gani kuenjoy football. Kwa hiyo naongea tena kwa sababu nishaongea hapo before kwa tuone mkoa wetu wa Iringa nao unapata ligi kuu ili waweze watu kuenjoy, kwa sababu leo wenyewe wamejionea, watu wamejitokeza kwa wingi na wanawapa ujumbe pia kwa sisi haya mashindano tunayataka katika mkoa wetu wa Iringa. Kwa hiyo naamini wameona, naamini watalifanyia kazi ili katika mkoa wetu tuweze kufanya vizuri zaidi. Taarifa hiyo ya michezo kutoka mkoani Iringa ndio inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima habari, na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Rais Daktari Samia asema hajawahi kusaini mtu kunyongwa. Kama yangu mimi hatari yake ni kusaini mtu kunyongwa na sijawahi kufanya. Baada ya nyinyi kupeleleza na kupeleka kesi na kuisimamia, hakimu akaamua akihukumiwa kunyongwa, rais saini ya nyongo, sijawahi. Mikopo ya Samia yafungua ukurasa mpya wa maisha ya vijana Mbarali. 32,550. Lakini mkopo huu una tofauti sana na mikopo ambayo unaweza kuipata mahali pengine. Sasa mkopo huu kwanza, kama walivyoeleza wenyewe, umetoka kwa haraka, ndani ya mwezi mmoja mkopo wao umeupata. Lakini pili, mkopo wao hauna dhamana yoyote, milioni 349. Na katika michezo, mchezaji Clement Mzize asema ana deni kubwa kwa Wanairinga. Shukrani sana mtazamaji kwa pamoja nasi kuanzia pale tulipoanza kusomea taarifa ya habari mpaka sasa tamati. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Uwe na usiku mwema.
Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.